Kuna Melita Joseph. Yeye anasema malalamiko yake amenyang'anywa shamba na kampuni ya Kans Foundation. Yuko wapi Melita Joseph? Hebu mpeni mic atuambie vizuri. Wamekunyang'anyaje shamba? Ni kwamba tutakusikia tu, tuambie tu. Ni kwamba ilikuwa mwaka 1970 mwaka 1970 ambao walikuwa hawajazaliwa wanacheka. Mwaka 1970 nilipewa shamba na baba mbele ya mashahidi wawili, akiwepo mdogo wake Pasipanofu na Lukeme Liembiduka na Balozi Chesam, ambao hawa wote walishafariki. Baba alifariki mwaka 71. Sasa nilipoenda pale shambani kuchimba mashimo ili nichimbe parachichi, nikaitwa ofisini kwamba hili shamba ni la kampuni ya Caps. Ikaonekana kwamba sio muda mrefu tena jirani alinipigia simu kwamba shamba lako wale watu wa Caps wanataka kuweka hati miliki na kuliuza kwa Wachina. Ananiambia kama saa 9 jioni. Kesho yake nilijihimu kwa mkuu wa wilaya. Ilikuwa lini hiyo? Ilikuwa mwaka juzi. Nikaenda kwa mkuu wa wilaya, nikamkuta afisa tawala, nikamweleza. Akapiga simu kwa diwani kwamba diwani, ninaomba hilo zoezi lisitishwe, lisiendelee mpaka huyu bibi atakapokaa vizuri. Nilirudi nyumbani, nilikaa muda mrefu sana bila kufanya chochote. Siku moja tena niliitwa ofisini kwamba katibu tarafa anataka atusikilize. Katibu tarafa alianza kusoma muhtasari wa wale walionunua shamba. Ikaonekana kwamba kwenye zile karatasi hakuna muhtasari wa muuzaji, hakuna muhtasari wa ofisi ya kijiji na hata wa kijiji kizima. Ndipo akasema kwamba mashahidi mliokuwepo mwaka linauzwa hili shamba, nataka mnieleze hilo shamba walilonunua liko wapi? Mama mmoja akasema kwamba mimi sielewi lilipo, ila nililetewa tu karatasi nikatia sahihi. Na mzee mwingine naye akaulizwa, unaweza kutuonyesha hilo shamba lilipo? Akasema hapana, isipokuwa ninachojua siku hiyo hapa ofisini hapakuwa na wino wa mhuri kama na kopi hivi, hazikuwepo. Hawa watu walitoa 400,000 ili kwamba wakanunue, lakini sasa hizo hela zilileta mgogoro kati ya mtendaji na mwenyekiti wa kitongoji. Kwa hiyo mambo yalivurugika. Sasa tarafa gani? Supilo, kata ya Lumuli. Haya, afisa tarafa yuko wapi? Yuko Kiponzelo. Katibu tarafa hiyo ni Iringa mjini. Katibu tarafa akasema kwamba tukutane shambani tarehe 24 mwezi wa 10 mwaka jana. Ilipofika hiyo tarehe aliyotaja, kukawa na purukushani za uchaguzi. Mambo haya hayakuendelea, lakini tarehe 11 mwezi wa 3 tulifika shambani. Niliitwa tukafika shambani. Tulipofika shambani, kilichoendelea pale nikaona tofauti. Katibu tarafa akaanza kusema, hili shamba la nani ambalo halina mgogoro? Nikasema, katibu tarafa, mbona sasa ulisema tulete mashahidi na ndugu, sioni unaelezea hilo jambo? Akasema, nimekumbuka, hebu onyesha mipaka. Nikaanza kuonyesha mipaka. Huku nyuma kuna kelele za watu, hili limefika hapa, huko sio.
wananizuia mimi mwenye eneo. Tukazunguka na yule aliyekuwa bwana ardhi, alimleta yeye katibu tarafa, tukazunguka tukamaliza. Tulipomaliza nilijaribu tu kumuuliza yule mpimaji kwamba umepata eka ngapi, akasema hayo hayakuhusu. Tulipofika tena pale, wale walionunua shamba hawaongei chochote, lakini katibu tarafa ndio amekomana mimi kwamba katibu tarafa ndio amekuwa mwenezi wao. Wewe sasa nimeshagundua nyie ndugu hamuelewani. Wakati hilo ni shamba la kwangu, sio la ukoo, la urithi. Haya, sasa mkuu wa wilaya ya mjini nadhani yupo. Mkuu wa wilaya Iringa mjini. Mkuu wa wilaya yupo, kwa sababu hawa wa tarafa nimewaita, tuko wilaya nyingine hawapo. Mkuu wa wilaya, mkishamaliza shughuli ya Mwenge, na tambua mtakuwa na ugeni wa Mwenge kesho kutwa. Kishamaliza ugeni wa Mwenge, muite mama, waitishe na wale waliochukua eneo, lakini waite na hawa walioshiriki, tajua majina yao, hata kama walishahamishwa waite warudi, ili kuja kushughulikia hili jambo. Nimesha kuelewa vizuri ambacho unaelezea. Sasa kwa sababu wale wengine hawapo hapa, nimekupata nilichokuwa nasema. Kwa sababu wengine hawapo, hatutaweza kuiamulia tukiwa hatujasikiliza maelezo mengine, kwa sababu haya mambo yanahitaji nyaraka, yanahitaji tu balance. Ule uhalisia mama ndio utakao kupa hiyo haki. Tusipopata vielelezo vyote, tutakuwa hatujakusaidia. Au nataka nikupeleke kwa mkuu wa mkoa? Nikupeleke kwa mkuu wa mkoa? Haya, mheshimiwa mkuu wa mkoa, ili jambo liitishe kwako. Kwa hiyo msaidizi wa mkuu wa mkoa, nenda kwa bibi pale, nenda kwa mama pale, usiende mbali, onana na msaidizi wa mkuu wa mkoa, uandike mawasiliano yako na mkuu wa mkoa. Akishamaliza Mwenge atawaitisha watu wote, aje wote, na wale ambao walishiriki waitishwe, na wale ambao walifika site ndio watakuwa na kumbukumbu ya jambo hili. Haya, mchungaji.